Muda wetu sasa wa kwenda kuzungumza ama kunena kwa uketo ikawa ibra kwa wenye fikra fatashi. Muda huu gaya letu adhimu hili linapambwa na wachambuzi wa bobevu kabisa wa masuala ya kandanda, na kianza na mzee wangu Rashid Kinene-Kejo. Yuko hapa amejaa tele mithili ya pishi ya mchele, lakini bila kusahau Nasongelia Kilinga, naye tuko naye sako kwa bako, na tunakwenda naye sanjari kabisa Evans Malia, mzee wa vikure, naye amejaa tele hapa mithili ya pishi ya mchele. Tunaamini kabisa tuko sanjari kabisa na wewe mtazamaji ambaye unafuatilia Sports AM ikiongozwa na mtangazaji kinara kabisa. Muda huu sasa ndio tunakwenda kwenye utopezi wenyewe, yani tunakwenda kutopea sasa. Tunakwenda kuchambua na kudadavua kwa kina. Nimeona pale nchini Italia ile vikure iliona kwamba ilikuwa ni penalty. Yani vikure ilithibitisha kuwa ni tukio la penalty. Evans, vipi? Uko vizuri? Salama. Neno vikure sasa limeanza kukaa akilini kwako. Vibaya sana. Hiyo nzuri kabisa, hiyo nimeipenda sana hiyo. Nasongelia, habari za siku nyingi? Safi kabisa. Uko vizuri kabisa? Tulikuwa tuna taarifa nyingi sana ambazo leo zimeandaliwa na mtozi wetu Omar Suleiman. Mzee wangu Rashid Kinene-Kejo. Naam. Habari za siku nyingi? Nashukuru, nimefurahi. Uko sawa sawa? Sawa sawa kabisa. Naona nimetazama sura yako, naliona tabasamu tahanusi limesawili kwenye wajihi wa sura yako. Na kicheko chekwa chekwa. Na kicheko chekwa chekwa. Hapo ndo unapomaliza Evans Malia. Anasema kumbe Kiswahili ni kigumu kweli kweli kuliko hata Kiingereza. Hapa napata darasa la Kiswahili. Unapata darasa la Kiswahili. Kabisa. Kadiri siku zinavyokwenda taratibu tutaendelea kufundishana maneno mepesi ya Kiswahili ambayo inabidi tuyatumie sasa. Tunaanzia mjadala wetu hii leo kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Ushindani, mzee Rashid Kinene-Kejo, unaonekana kuwa ni mkubwa sana kwenye ligi yetu kwa sasa. Unadhani umekuwa ukichagizwa na kitu gani? Hakika kwanza kuna vitu vingi. Ndio. Ubora wa kitu hauwezi kuwa ni kitu kimoja kinachochagiza, lakini viko vitu vingi. Kwanza ni uwekezaji mkubwa uliofanywa katika soka. Ndio. Kuanzia kwenye uthamini wa timu kuziwezesha. Ndio. Miaka ile tunaripoti mpira ilikuwa si kitu cha kawaida kusikia ligi imeanza mpaka imeisha usisikie kuna timu imefungiwa guest ya imeshindwa kulipa. Sawa sawa. Sasa hivi hayo ni mambo kama hadithi hivi. Baadhi ya watu hata ukiwaambia kwamba kuna timu zilikuwa zinafungiwa kwa kukosa kulipa guest ya walikofikia au imeshindwa kwenda kituo fulani kwa ajili ya kukosa hela ya kwenda. Sasa hivi hayo mambo hayapo. Lakini pia mpira watu wanaona. Azam TV imewezesha, na mchango mkubwa kama walivyomsikia waziri mkuu akizungumza. Si kama alikuwa anasifu tu katika kufurahisha baraza. Hakuwa anapaka mafuta nyuma ya mgongo wa chupa. Alikuwa hapaki mafuta kwa mgongo wa chupa, ni dhahiri. Sasa hivi watu wanakaa tu wanajiangalizia, leo saa 8 nitaangalia hiki, kesho baadaye mechi. Kwa watu wanaona, na unajua hata mchezaji hata viongozi wanapoona kwamba tunatazamwa, kila mmoja hataki kutazamwa kwa kufedheheka. Kila mmoja anataka atazamwe kishujaa. Kwa hiyo na yenyewe inatoa hamasa na motisha kwamba leo nacheza, ndugu zangu watakuwa wananiangalia, marafiki zangu watakuwa wananiangalia, wanafunzi wenzangu watu tuliocheza wote zamani watakuwa wananiangalia, kwa hiyo siwezi kuangusha. Kwa hiyo imeleta hamasa katika mchezo. Lakini kitu kingine ni kwamba Tanzania sasa hivi ina nafasi 4 za michuano ya kimataifa. Kabisa. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi za kugombea. Zamani ilikuwa ukishampata bingwa tu basi hao wengine hawana cha kupoteza, hawana cha kufanya. Lakini sasa hivi kuna timu 4 zinaweza kuwania kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Ushindani bado unakuwa mkubwa. Si tu kuwania ubingwa, lakini kuwania kushiriki michuano ya kimataifa. Tuna nafasi 2 za klabu bingwa ya Afrika na shirikisho 2. Kwa hiyo na yenyewe imeongeza hamasa. Evans Malia, tunauzungumza ushindani ambao uliopo kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Wakati mwingine unaweza ukaona ajabu na kweli, na unaweza ukaona uchizi kama sio wenda wazimu wa mchezo wa mpira wa miguu.
Mechi ambayo umetoka kuitazama muda mfupi uliopita hapo kwenye luninga, kwa maana ya hizo highlights, matukio ya picha mjongeo, ikionyesha Azam ilikubali kurojwa rovu na kuteboreshwa tebwere baada ya kupokea kichapo cha mabao 4-1 kutoka kwa TRA United. Lakini hawa TRA ambao tunawazungumza walitoka kufungwa katika mchezo wao uliopita dhidi ya Mashujaa. Walipoteza, kilikuwa ni kichapo cha bao 1-0, bao la Ismail Mgunda katika uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma. Ushindani huu kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara kwa msimu huu kwa hakika umekuwa ukichagizwa hasa na kitu gani kwa mtazamo wako binafsi? Timu vigogo wakati mwingine zimekuwa zikiangusha alama kwa timu ambazo za madaraja ya kati, na huwezi ukadhani wala kufikiria. Ameenda Simba hapo amepata draw, amekwenda Yanga hapo amepata draw, amekwenda Azam amefungwa, na wachezaji wamerudi wengine wakiwa wanaumwa, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeendelea kuzagazagaa kwenye mitandao mbalimbali. Karibu sana. Asante. Ukiacha investment, mimi nakwenda niipongeze TFF. Kwa miaka kama takriban 5 au 6 ndio kocha alikuwa akiwa na class C anafundisha Premier League, yani ligi yetu. Lakini sasa kumeimprove akiwa na CAF Diploma A, ndio qualification ya wewe kuweza kufundisha katika ligi daraja la kwanza, yani Premier League ya Tanzania. Hiyo ni kitu ambacho niipongeze TFF kwa jinsi ambavyo wameweka vigezo vikubwa. Na mimi ni mmoja wapo, pamoja nimesoma, lakini nimeona kwamba sijafika madaraja ya B na A. Ni kitu ambacho kimeimprove sana, na ndio maana unaona ligi inakuwa ngumu, kwa sababu knowledge imekuwa kubwa. Lakini pia refresher courses ambazo TFF wanazifanya uko Tanga imesaidia sana kuongeza knowledge kwa makocha wetu wazawa. Lakini makocha wa kigeni ambao wamekuja hapa Tanzania, TFF hiyo investment imesaidia. Lakini pia TFF kuruhusu wachezaji 10. Kumbuka ilikuwa kuna changamoto sana hapo zamani kwamba wachezaji wa kigeni walikuwa wanakuja 4 au 5. Lakini na wenyewe imesaidia sana wachezaji wa kigeni kuja Tanzania, kuleta competition kwa wachezaji wazawa na kufanya ligi hii kuwa ni ngumu na ya kuvutia. Na mimi ninakwenda napongeza sana TFF kwa jinsi ambavyo wali step up kwa jinsi kwa kuangalia kuleta wachezaji, lakini kwenye coaching. Lakini mimi nipongeze pia na wachezaji ambao kwenye course hizi za grassroots, CAF Diploma D, tunaona wakina Chibwedo, tunaona development ya wachezaji tofauti, academies ambazo zipo zina develop. Kwa hiyo knowledge ya mpira ambao wanapata watu katika miaka 14, 15, 16, 17, 18. Hiyo mimi nimeweza kufanya. Naona academy nyingi, ninaona timu za vijana nyingi, naona KMC kuna ambazo nazitembelea, naona Fountain Gate na wachezaji. Hii imesaidia sana kwa Tanzania kuibua vipaji, lakini pia imesaidia katika vilabu tofauti kuleta competition kubwa katika ligi ya Tanzania. Miongoni mwa wachezaji wa kigeni ambao umewazungumza ni pamoja na Ami Mapaka ambaye amefunga bao katika mchezo wao kati yao TRA United dhidi ya Azam FC, mechi ambayo imechezwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi pale Arusha. Nasongeli ya Kilinga, wakati wako sasa wa kudabahar wa kuzungumza kwa mapana na mawanda yake. Sasa wewe nitakutoa kidogo kwenye ukuaji wa ligi hiyo. Wewe tuzungumzie kwenye suala la wachezaji wa kigeni, lakini baadaye tutakwenda kuizungumza mechi ya leo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Tanzania imekuwa ni miongoni mwa kiwanda kikubwa sana cha kupokea na kuzalisha wachezaji kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mataifa kama Ghana, mataifa kama Kongo sasa hivi wanaitazama Tanzania kama kiwanda cha kwenda kufanya kazi, na wakati mwingine pia kwenda kuchukua fedha, wakati mwingine pia kwenda kuboresha maisha yao, wakati mwingine pia kwenda kuboresha kiwango chao cha mpira, na wakati mwingine pia kwenda kustawisha maisha yao kwa ujumla wake. Ni misingi ipi hasa ambayo unadhani kwa namna moja ama nyingine imechangia kuifanya ligi ya Tanzania kuendelea kuwa bora na kuwa bora zaidi na zaidi kadiri siku zinavyokwenda? Ni mjumuisho wa mambo mengi. Wameyasema vizuri wenzangu hapa, lakini kubwa ambalo unaweza
kulisema jingine ni serikali kufungua milango hiyo ya uwekezaji katika eneo la michezo. Serikali kutoa ruksa hiyo kwamba na kufanya kuattract wawekezaji wengi zaidi waje katika sekta ya michezo, na si football tu, ni michezo yote kwa ujumla wake. Kwa hiyo hilo lime transform, yani limeipa msukumo mpya ligi yetu, kwa sababu katika huu uwekezaji sasa na kufungua milango ya wachezaji wengi kutoka nje kuja kushiriki ligi yetu, ndio imeleta hii transformation kwamba wachezaji wetu pia wamepata maeneo ya kujifunza, mambo ya kujifunza kutoka kwa wachezaji wa kigeni. Quality ya wachezaji wa kigeni wanaokuja nchini ni tofauti na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Wachezaji wameleta vitu vipya. Ukizungumza wachezaji aina ya Clatous Chama, Pacome Zouzoua, yani kuna kitu unaona, kuna wachezaji wetu wanajifunza kutoka kwa hawa. Kwa hiyo quality tulikuwa tunawakosa zamani, tulikuwa tunaleta wachezaji wa kigeni zamani, lakini kupata hii quality ninayoizungumza, yani madaraja yao yalikuwa ni ya juu sana. Madaraja ni ya juu sana. Ni fikra mseto na mawazo tofauti hapa nikiyapata kutoka kwa wachambuzi wangu. Mmoja akianza akisema kwamba kwanza anaisifu Azam TV kwa uwekezaji wake mkubwa sana. Wachezaji wanasikia fahari kuonekana, wakati mwingine kusikika, lakini pia kuweza kuona namna ambavyo mechi hizi zimekuwa rahisi mno kuonekana. Unaweza ukaiangalia Young Africans jana ilivyocheza, kisha kocha akajiandaa kuweza kuona namna ambavyo Yanga, kwa namna ambavyo wamecheza vile, nikikutana nao kwenye mechi yangu mimi na wao, basi anajua wapi pa kuanzia. Lakini Evans Malia yeye amekwenda mbali zaidi, akasifu shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kwa maana ya TFF, mipango na mikakati walioiweka, akiamini ili chakula ule vizuri ni lazima ukisogelee karibu ndio utaweza kula vizuri. Lakini akiamini kabisa misingi ambayo wamejiwekea shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya viwango ambavyo vinakufanya kuwa kocha na kukaa kwenye benchi la ufundi, ukisimama kama kocha mkuu kwenye ligi kuu lazima uwe na CAF Diploma A, ambayo imekuwa ni muhimu kweli, jambo ambalo makocha wengine wamekuwa mtihani, na wanawafanya wengine sasa kuendelea kukaza msuli, kupiga kitabu kisha baadaye kuja kuwa makocha, tofauti na misimu kadhaa nyuma iliyopita. Lakini fikra mseto hizo ama hizo ndo fikra fatashi zenyewe, fikra zenye udadisi ndani yake. Nasa yeye anasema serikali nayo kwa namna moja ama nyingine imeweka mazingira rafiki na rahisi ili kuweza kuona mambo yanakwenda kama ambavyo yamepangwa. Sasa tunaufunga huo mjadala, tumeumaliza. Tunaelekea kwenye mjadala namba 2 ambapo tunaizungumza mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara hii leo, Mfalme wa Nyika na Mnyama Mkali wa Mwituni dhidi ya maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons. Mechi hii ni miongoni mwa mechi ambazo zitachezwa katika siku ya leo. Nikianza na mzee wangu Rashid Kinenekeja, unautazama utakuwa ni mchezo wa namna gani? Simba Sports Club wakiwaalika maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prison. Simba siku za hivi karibuni wametangaza hadharani kurejea kwenye uwanja wa KMC Complex unaopatikana Mwenge, Dar es Salaam, baada ya muda mrefu kutumia uwanja wa Meja Jenerali Issa Muyo unaopatikana Mbweni, Dar es Salaam. Nimezungumza hivyo kwa maana ya ukiangalia kiwanja kile ni cha nyasi bandia, na walipotoka walikuwa wanatumia kiwanja chenye nyasi asilia. Karibu sana. Asante. Kwanza tukianza na kubadili eneo au kubadili venue, wazungu wanasema venue, mahali. Hii ni lugha ya kukopa, umekopa hapo sasa. Tumekopa, tumeazima. Tunaitumia kwa muda, tuwarudishie. Simba na Yanga ndio kwa Tanzania, tukizungumzia Tanzania bara hii hata na visiwani, Simba na Yanga kimsingi mimi sioni kama zina uwanja wa ugenini. Zile zote kokote zinakocheza zenyewe ndo zinakuwa na mashabiki wengi kuliko hata timu mwenyeji. Nataka kutuambia kwamba Watanzania wengi wameanza kuzipenda Simba na Yanga kabla kupenda mpira.
Inawezekana kwa sababu Simba Yanga hata ikienda Jamhuri Dodoma, Jamhuri Morogoro, Arusha, Shanbabedi, Nelson Mandela Sumbawanga, kokote zenyewe zitakuwa na mashabiki wengi kuliko hiyo timu ambayo ndio itakuwa. Basi tukubaliane kwamba Watanzania wengi walianza kupenda Simba na Yanga kabla kupenda mpira. Kwa hiyo kitakachobadilika ni eneo tu la kuchezea mchezo, lakini kwa maana ya kutoka Isamuyo kuja KMC Complex, nadhani kwa Simba itakuwa imeenda kwenye kiwanja tofauti, kwa maana kama walivyosema nyasi asilia kwenda kwenye nyasi bandia. Lakini Simba si mara ya kwanza kutumia KMC kama uwanja wa nyumbani, nadhani wao ndo walianza, baadaye ndio Yanga wakafuata. Kwa hiyo ni uwanja ambao wameuzoea, ni uwanja ambao wameshautumia katika mechi nyingi, wanaofahamu. Lakini kikubwa katika mechi ya leo ni ushindani wa kuwania nafasi ya ubingwa. Mbio za ubingwa ziko katika hali ya shika ni kushike kati ya Simba na Yanga. Sasa hivi wametofautiana pointi 5 hadi sasa hivi. Yaani vuta ni kuvute. Ni nane. Leo kama Simba atashinda atabakisha pointi 5. Na bado hapo unajua sasa wanavyocheza ni sawa na ile hadithi ya fisi na mkono wa binadamu. Kila moja anatamani wa mwenzie uanguke. Kwa hiyo leo Yanga wanaombea Simba itoke sare au ifungwe. Lakini Tanzania Prison chini ya Shadrack Nsajigwa iko katika hali mbaya kabisa. Ni timu ya pili kutoka chini. Ni timu ambayo ni mgonjwa ambaye anahitaji walau uji ili apate nafuu. Kwenye Kiswahili mgonjwa wa namna hiyo unajua tunamhitaji? Anaitwa Mwele Bintaba. Mwele, Waswahili wanasema si hayati si mamati. Kwa hiyo si hayati si mamati. Huo msamiati mpya nimeuchukua. Huo uchukua. Si hayati si mamati, kwa maana kwamba hali yake ni dhofuli. Ni dhofuli. Na aghalabu timu za aina hii huwa zinaweza kutoa upinzani mkubwa sana kwa timu za juu, kama walivyofanya KMC kwa Yanga. Na hata KMC na Yanga bado watu wanasema kuna penalty 2 za KMC ambazo ingezipata mambo yangekuwa tofauti. Ndio inavyokuwa michezo ya aina hii. Lakini itabidi Shadrack Nsajigwa kwa Simba hii aingie kwa adabu. Akisema apishane na Simba, kuna uwezekano mkubwa kupata Simba kufunga magoli mengi. Lakini kama atacheza kwa nidhamu, kwa kuiheshimu Simba na kwa kutumia, inaweza ikawa ni moja ya mechi ngumu, hasa ikizingatiwa maeneo ambayo kama tulivyosema Simba iko nafasi ya pili kutoka juu na Prison iko nafasi ya pili kutoka chini. Evans Malia, kwa mtazamo wako unaiona itakuwa ni mechi ya namna gani? Kimakaratasi ni mechi rahisi kwa Simba. Walimfunga nyumbani kwao Prison, fikiri magoli 2 ya Mwalimu na Diruk. Na Prison amekuwa na wakati mbaya, ukiangalia sehemu ya ushambuliaji, ufungaji ni changamoto. Wanakutana na Simba ambaye anamfukuza Yanga kama alivyosema na mwenzangu Kejo, na tofauti ni pointi 8. Sana kama akilewa asipopata ushindi anatoa nafasi kubwa, anaongeza nafasi kubwa kwa Yanga kuweza kutetea ubingwa. Kwa hiyo Simba lazima leo apate ushindi. Na Prison na yeye anataka anagombania shuke daraja. Kwa hiyo ni mechi ngumu, na Nsajigwa ni kocha anacheza naye veterani, nimeshamuona ni mshindani. Kwa historia tu tunamuona wakati akicheza katika klabu cha Yanga, ni kocha mshindani. Ni mkocha ambaye anataka kuhakikisha anapata matokeo, kwa sababu la sivyo Prison tutawaona msimu ujao watakuwa kwenye ligi. Kwa hiyo Prison atafanya atakaloweza aweze kushindana na Simba. Najua kabisa tactically hawezi kukubali kupishana na Simba. Atacheza low block, ajaribu kuwafunga Simba kwenye counter attacks, kwa sababu Simba wana quality na timu yao sio nzuri tia penye kujikulinda. Kwa hiyo watakuwa compact, watawapa possession Simba. Hiyo ni game itakavyokuwa, na kuwajaribu kuwafunga Simba kwenye counter attacks. Ni game aone kama anaweza kupata, ajaribu tena pia kwenye set pieces kama ataweza kuwafunga, kwa sababu quality ya Prison ya wachezaji na Simba ni tofauti kubwa. Na hata investment ni tofauti. Kwa hiyo sidhani kama atacheza open game kwa ruhusa, kwa sababu
watakuwa rahisi sana kwa Simba kuweza kuwafungua. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi nasema ni ngumu. Huyu anataka achukue ubingwa, huyu anataka ashuke daraja. Ni mechi ngumu. Evans Malia amemaliza hivyo kwa vile ni hisia na fikra mseto, ni tathmini yake na uchambuzi wa kina Evans Malia. Lakini mzee wangu alisema si hayati si mamati. Mimi na kuongezea tena neno lingine, si kavu ya kuvunjika wala sio mbichi ya kusokoka. Tutazame mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Hapa nitamwalika Naso Ngeli ya Kilinga kwenda kuangazia namna ambavyo KMC wataweza kweli kujizuia mbele ya Fountain Gate. Wote hawa hawapo sehemu salama sana, lakini KMC wao ndo wanaonekana wapo chini kabisa kwenye msimamo wa ligi. Ni mchezo mwingine tena huo wa ligi kuu NBC Tanzania bara hii leo. Naam, kwa KMC hawana namna. Ingawa wote wako katika hali mbaya, lakini KMC wana hali mbaya sana. Watakuwa wakijaribu kujinasua. Nimewaona hapa katika mechi zao zilizopita wamebadilisha kidogo ile fighting spirit. Walicheza vizuri sana dhidi ya Yanga. Na yale matukio ya penalties na nini ni mambo ambayo hawawezi kuyabadilisha kwa sasa. Mzee Keyo amesema kuna watu wanasema kuna matukio ya penalty. Sasa nimegundua kumbe sio watu, ni wachambuzi ndio ambao wanasema kulikuwa kuna matukio ya penalty. Hebu tuangalie msimamo ili Naso Ngeli ya Kilinga apate kuzungumza kwa kina zaidi, na hapo sasa ndio unapata nafasi ya kunena kwa uketo. KMC wana pointi 9 tu kwenye msimamo wa ligi. Tanzania Prisons wana pointi 14. Mbeya City wana pointi 21. Coastal Union wana pointi 22. Fountain Gate nao wana pointi 22. Mtibwa Sugar wana pointi 23. Na ukiangalia Namungo wana pointi 24. Ligi imekuwa ngumu sana. Lengo langu ni tuone timu 5 za zilizopo chini huku mkiani. Sasa karibu na uendelee, maana upate nafasi sasa ya kutabahari hapo. Kama msimamo unavyoonyesha KMC na Fountain Gate. Ndio. Kidogo unaona Fountain Gate ana uafadhali, ingawa ukiangalia hilo gap la points kuanzia kwa Tanzania Prisons hapo mpaka kwa KMC lolote linaweza katokea kama kwa Fountain Gate. Yani mpaka kwa TRA ana pointi 33. Alafu kuna mtu ana pointi 29 hapo. Kuna mtu ana pointi 28, kuna mtu ana pointi 26, kuna mtu ana pointi 24. Yani ni pointi mbili tu. Pointi mbili kwamba lolote linaweza kutokea kwa chochote kinaweza kutokea. Lakini sasa kwa KMC ukiangalia hali yake ni mbaya sana. Pointi 9 ni chache mno kwa michezo 9 iliyobaki. Na maanisha akishinda hiyo michezo 9 iliyobaki, hizo ni pointi 27 kama sikosei. Pointi 27 ambazo kwamba wenzie wote wabaki constant hapo ili aweze kusalimika ni jambo gumu sana kwake. Yani akishinda hizo mechi 9 atakuwa na pointi 36, sio? 36 ambazo pamoja na hizi na hizi 9 ambazo ukijumlisha na hizi 9 itakuwa pointi 36 ambazo ni Simba, Azam na Yanga tu tayari wamesharuka hapo. Hao wengine anaweza kupita. Sasa tunasema kwamba hao wengine wabaki hapo ambacho hakiwezekani. Wengine nao wataendelea kuokota points. Kwa hali ya KMC ni kwa vyovyote vile ni ngumu. Kwa kupambania kile kidogo ambacho wanaweza kakipata ni kuanzia mechi ya leo dhidi ya Fountain Gate. Tumalizie mzee wangu Rashid Kinene Kejo, itazama itakuwa ni mechi ya namna gani? KMC wataweza kujiuliza mara mbili mbele ya Fountain Gate. Fountain Gate ambayo iko chini ya kocha sasa hivi Freddy Felix Minziro, majeshi Baba Isaya Kata Raia. Itakuwa ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa maana ya timu zote kama alivyosema Nas, zote ziko kwenye hali mbaya. Ingawa Fountain Gate kidogo Waswahili wanasema hali gani si marehemu, angalau anaweza akaulizwa kidogo, yeye ana afadhali. Sasa Evans, umesikia hiyo? Hali kidogo, yani kama kaongea Kiitaliano. Amesema hali gani si marehemu. Hali gani si marehemu. Yani sasa anakuambiwa sogea huko sio kulala mpweke. Hali gani si marehemu. Si marehemu. Kwa maana wao sogea huko si kulala mpweke. Yani kwa mtu hebu sogea huko sio sawa sawa na kulala mpweke. Umenielewa? Tuendelee. Kwa hiyo Fountain Gate kidogo ina afadhali, lakini afadhali yake si ya kubweteka.
kwa maana kwamba pointi 22 haziiweki katika nafasi nzuri kama ambavyo msimamo umeonyesha. Haziiweki kwenye nafasi kusema kwamba sisi bwana hata tukipoteza leo bado tuna nafasi. Ni mechi ambayo Fred Felix Minziro huwa namuona ni moja kati ya makocha ambao wako serious sana. Hawana mzaha hivyo, ni mkali na ana historia ya kufanya maajabu katika mchezo wa Tanzania, ligi au soka la Tanzania. Ameshiriki kupandisha timu nyingi sana. Ndiye kocha namba 1 kwa sasa hivi, anashikia rekodi hiyo akifuatiwa na Bwana Makata. Kabisa. Na ameshiriki kuokoa timu nyingi. Kwa hiyo anapenda kuendeleza hiyo rekodi yake. Naona. Kwa hiyo haitakuwa ni mechi rahisi, lakini moja ya rekodi ambazo mimi binafsi naziheshimu sana mpaka leo, wakati ule anaifundisha timu ya Geita Gold. Kabisa. Kwenye ule uwanja wa shule ya sekondari Nyankumbu pale hajawahi kupoteza hata mchezo mmoja akiwa anacheza pale nyumbani. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana rekodi, ana historia. Sasa ukiangalia KMC kuna mawili. Ndio. Mechi ya Yanga ilitumia nishati kubwa sana. Sawa. Sasa ikiendelea, mara nyingi hizi timu zikitumia nishati kubwa kwenye mechi za Simba na Yanga, timu nyingi huwa zinatumia nishati kubwa hiyo. Alafu mechi inayofuata kidogo zinakuwa na changamoto. Sasa kama itakuwa ili reserve ile nishati, inaweza ikaendeleza ule mwendelezo, inaweza ikafanya vitu vizuri. Hii ni Sports AM, moja kati ya kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinazungumza michezo na tunaiangaza dunia nzima kwenye michezo mbalimbali ambayo itakuwa ikiendelea, iliyopita na ile inayofuata kwa maana ya ijayo.